Na wanafunzi 13 kutoka shule ya upili ya wavulana ya Starehe wamekamilisha safari ya kuendesha baiskeli kwa umbali wa kilomita 1100 kutoka Busia hadi Mombasa ili kukusanya shilingi milioni 10 za kuwasaidia katika elimu wanafunzi wasiojiweza. Wanafunzi hao waliwasili mjini Mombasa leo na kukamilisha safari hiyo ya siku 14 iliyoandaliwa kwa heshima ya kumwenzi mwanzilishi wa shule hiyo marehemu Dr. Geoffrey Griffin. Wanafunzi hao wamefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi milioni 1 kufikia mwisho wa safari yao. Waendeshaji baiskeli hao waliondoka mjini Busia tarehe 3 mwezi huu na kuwasili Mombasa hii leo umbali wa kilomita 1100, safari iliyohusisha kipindi cha mapumziko mafupi. Mpango huu ulilenga kukusanya fedha za kuwapiga jeki wanafunzi wasiojiweza katika shule ya upili ya wavulana na huku akidumisha sifa za uongozi wake Daktari Geoffrey William Griffin. It's been everything you can think of: milima, kupanda, kushuka, rains, dust, trucks and more trucks. And so far, thank God, we are all well. We made it, and here we are in the great city of Mombasa. Hooray! It has been a very good ride, I can say so. It has come with its own challenges. We've had trucks on the road, dust, wind, everything that comes to the road. We've given them refreshments throughout the whole journey from Busia to Nairobi and then Nairobi to Mombasa. So it's been amazing, and I wish these boys all the best, and I wish from this they've gotten discipline and come out as better men. Hata hivyo, kikosi hicho hakikuafikia lengo lake la kukusanya shilingi milioni kutoa usaidizi zaidi ili kutimiza lengo hilo. So far we have slightly above $1 million and change, but we are still open, and you know, the contributions can come in from friends, well-wishers, anybody, Kenyans at large and the world at large. You can check the site for all the directions for where the contributions go to, and you can even sponsor a child directly at the Starehe schools, boys and girls. Hali kadhalika wametoa wito kwa serikali kuwekeza uendeshaji wa baiskeli nchini kwa ajili ya usalama wao. Nancy Okware.